Na mtazamaji, bwana, Wema Sepetu baada ya kuelezea kwamba alinusurika kulogwa chupu chupu siku ya 40, siku ya hakika ya mwanae, na akaamua kugairisha swala la 40. Ni kwamba watu wameanza kubeza huko kwamba si kweli na nini, na kila mtu amekuja na concept zake. Sasa Wema ameamua kuonyesha ushahidi wa kile ambacho kimemkuta. Kumbe bwana alikuwa kweli anaumwa. Wema aliumwa sana baada ya hakika ya mwanae, kupelekea kwamba alihisi kama vile anataka kwenda na maji, anakaona kama vile anafariki. Umeona bwana. Kwa hiyo sasa, kutokana na kuugua baada ya hakika, Wema moja kwa moja akajua kabisa kwamba siku ya hakika kuna watu walikuja na kumchezea, kumpiga kinyamazongo, mambo ya uchawi, mambo ya kishirikina. Hivyo basi ndo maana ameamua kutulia kwenye swala la 40, yani 40 ameigairisha. Sasa kutokana na kugairisha 40, kutokana na maradhi ambayo alikuwa nayo, ameona watu mtandaoni wameanza kusema huko kwamba bwana, kwa nini amegairisha 40? Alitangaza kwamba 40 itakuwa na viingilio, watu wameisusa, kwa hiyo ameamua agairishe kwa aibu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Wema bwana ndo hivyo amekuja kutoa taarifa kwamba baada ya hakika ya mwanae siku ile aliumwa sana, sasa basi imebidi agairishe 40, lakini kutokana na maneno ameamua aonyeshe ushahidi. Kuna video hapa za Wema Sepetu akiwa ametundikiwa drip hospitali. Ameposti video hiyo kama ushahidi na kisha akaandika hapa kwamba nimelazwa baada ya hakika tu ya mtoto since last Monday. Yani tokea Jumatatu, yani baada ya hakika ya mwanae kuanzia Jumatatu alikuwa Wema amelazwa, jambo ambalo hata mwenyewe pia lilimtisha kweli kweli na kuhisi kabisa kwamba ni husda za wanadamu, husda za watu zimepelekea Wema kuugua baada ya hakika ya mwanae. Kwa hiyo ndio maana akagairisha issue ya 40, na sio kusema kwamba eti aliweka kiingilio kwenye siku ya 40 watu hawaja respond na ndio maana amegairisha. Haiko hivyo. Kwa hiyo Wema amekuja kutoa hiyo feedback. Mtazamaji, bwana, Wema Sepetu ameamua kuja kuzungumza mazito baada ya mambo mazito vile kutokea upande wake. Basi kama unakumbuka vizuri ni kwamba Wema bwana, kuna jambo ambalo lilimkuta. Kama unakumbuka ni kwamba Wema baada ya kujifungua bwana, kulikuwa kuna shamra za hali ya juu. Watu wengi sana walijitokeza hospitali kwa ajili tu ya kwenda kumpongeza. Mitandaoni kulikuwa mambo ni moto kweli kweli. Wadada walikuwa wanapiga kelele, wanalia, wengine wanaona kama vile ni ushuhuda. Mungu amemtendea muujiza Wema Sepetu kwa umri wake, finally amepata mtoto. Sasa kutokana na shamra hizo na mambo mengine mengi kutokea kwa Wema bwana, ni kwamba moja kwa moja ikapelekea Wema kufanya maamuzi ya kutangaza 40, maana siku ya 40 ya mtoto wake bwana ambaye anaitwa Oli. Ni kwamba kila mtu alikuwa anaisubiri kuona picha ya mtoto wa celebrity namba 1 Tanzania, moja kati kwa upande wa wadada, yani ni moja kati ya wanamuita Tanzanian sweetheart. Basi moja kwa moja kila mtu alikuwa anatamani kufahamu au kuiona sura ya mtoto wake, huyo Oli, baby Oli, jinsi alivyo na vitu vingine kama hivyo. Sasa basi kila mtu alikuwa anasubiri mnamo siku ya tarehe 23 mwezi wa 7. Ndio siku ambayo walikuwa wametangaza kwamba ndio itakuwa siku ya 40, watamtoa mtoto nje kwa ajili ya kufanya hiyo sherehe. Umeona bwana, lakini sasa siku hiyo ikapita kimya, jambo ambalo likawaacha watu wengi sana mdomo wazi, maana walifanya tu hakika, lakini ile siku ya 40 mtoto hakuonekana kama walivyokuwa wamepanga. Na kikubwa zaidi ni kwamba Wema alitangaza kwamba siku hiyo ya 40 kutakuwa na kiingilio kuanzia laki mpaka milioni 5. Umeona bwana. Kwa hiyo watu wengi sana walibeza hilo jambo. Kwa nini Wema anaweka 40 ya mwanae, anaweka kiingilio kwamba imekuwa ni concert, au ameona kwamba mtoto amekuja na upepo wa kisulisuli, basi apige pesa umo. Kwa hiyo watu wengi sana walicriticize hayo maamuzi, na walivyoona kwamba issue imekuwa kimya, hapo watu wakaibuka huko mitandaoni, kukawa kuna maneno ya chini kwamba Wema bwana amecancel 40 ya mwanae tarehe 23 mwezi wa 7 kutokana na kwamba alitangaza kiingilio, hakuna mtu ambaye alinunua tiketi, hivyo basi ikawa ni aibu na fedhea. Kwa hiyo event hiyo ya kutoa mtoto nje ikawa imekanseliwa kimtindo huo. So hizo ni rumors ambazo zilikuwa zina trend sana, nadhani Wema mwenyewe amezisikia. Na baada ya kuzisikia bwana, moja kwa moja imebidi Wema mwenyewe aje alizungumzie hilo swala. Sasa Wema bwana kupitia ukurasa wake hapa wa Instagram, pale juu katika Insta story ameandika kwamba haya sasa, nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto wa mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu. Wema akaendelea kusema Wema hapa bwana akaendelea kusema kwamba mbona kama mapovu yanawatoka sana, mmenikosa kwenye hakika, ndo sasa mlitaka kuja kunimaliza, sio mnikome.
Wema anakuambia kwamba watu wamemkosa kosa kwenye hakika, sasa walitaka kummaliza kwenye 40. Anawaambia kwamba wamkome hapa bwana. Hii kauli ya Wema bwana imeleta walaki, ni watu wanahisi kwamba amemkosa kosa vipi, na maana kwamba kuna watu walikuja kumloga kwenye hakika, sasa walimkosa, wanataka kwenye 40 ndio walikuwa wanataka waje wammalize. Kwa hiyo Wema ameshtuka, amemwambia wamkome. Wema hapa bwana akaendelea kuandika kwamba nimeumwa magonjwa ya ajabu ajabu nikajua nakufa. Ebu akaachia hapo kwamba Wema anakuambia kwamba ameumwa magonjwa ya ajabu ajabu, akadhania kabisa kwamba anakufa. Umeona bwana, kutokana na kwamba kwenye hakika, baada ya hakika ya mwanae akaanza kuumwa. Kwa hiyo hapa kuna mambo ya kishirikina hapa kati yameingia kupelekea Wema kuamua kufanya hiki, yani kuamua kupostpone au kugairisha swala zima la 40 ya mwanae. Kwa hiyo bwana, kuna watu kumbe walimroga. So hebu weka maoni yako, nitakupa habari zaidi, maana Wema ameonyesha mpaka ushahidi wa hii situation. Kwa hiyo mambo ni mazito kweli kweli, endelea kuwa karibu nasi, lakini nataka nikukumbushe kwamba jinsi ambavyo Wema ameteseka kweli kweli kupata mtoto, lakini baada ya kupata mtoto drama na hekaheka ndo kama hivi zimeanza kuibuka. Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu. Tunaweza kusema kwamba Wema bwana amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona, taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake, hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema